Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Ndugu wafugaji wa kuku, wadau wa sekta ya mifugo na washirika wetu wote kwa ujumla. Sekta ya ufugaji wa kuku nchini Tanzania ina mchango mkubwa sana katika uchumi wa taifa, usalama wa chakula na kipato cha kaya nyingi. Maelfu ya wafugaji wengi wanategemea vifaranga bora na vyenye afya ili kujenga biashara endelevu na kuzalisha protini salama na nafuu kwa jamii zetu. Serikali kupitia idara ya huduma za mifugo, wengine wanaita idara ya DVS, ina jukumu kubwa la kulinda afya ya wanyama, kulinda uwekezaji wa wafugaji na kuhakikisha ustawi wa muda mrefu wa sekta ya kuku hapa nchini. Mojawapo ya njia muhimu tunazozitumia kutekeleza jukumu hili ni kusajili, kudhibiti na kukagua vituo vya kutotolesha vifaranga, yani hatcheries, vya kibiashara kote nchini. Mashamba ya kuku wazazi na vituo vya kutotoleshea vifaranga, yani hatcheries, vilivyosajiliwa vinatakiwa kufuata viwango sahihi vya usalama wa kibiolojia, yani biosecurity, afya, lakini na viwango vya uendeshaji. Kwa nini ndugu wafugaji, hii ni swala muhimu sana? Kwa sababu vifaranga duni vinaweza kuzua na kusambaza magonjwa hatari sana kama vile mdondo, wengine wanajua Newcastle, lakini hata mafua makali ya ndege. Hivyo usimamizi na uamuzi wa mfugaji mmoja mmoja kununua vifaranga visivyojulikana, visivyotarajiwa kutoka kwenye vyanzo visivyo rasmi, havihatarishi tu shamba lake pekee, bali vinaweza kusababisha na kuhatarisha sekta nzima ya kuku hapa nchini. Kulifafanua zaidi jambo hili, tumeandaa video nzuri ambayo inakwenda kutoa mifano mingi halisi inavyoonyesha jinsi uchaguzi wa chanzo sahihi cha vifaranga, chanjo sahihi iliyotolewa kwa usahihi na ushauri wa kitaalamu unaowezesha kuamua mafanikio yako mfugaji, ama hasara katika ufugaji wa kuku unaweza kukupata na kuangamiza kabisa uwekezaji wako, ama kukufanikisha na kukutajirisha kutokana na ufugaji unaofaa. Karibuni kwa ajili ya kuangalia video hii yenye mafunzo muhimu. Huyo si ndo mzee Malo wakulalamika kila siku? Mzee vipi? Mbona kama leo unafurahi hivi kama umetoka kufungua benki? Kuna nini? Aise bwana Joe. Nimekuwa nikikuona tu unavyopiga hela zako za kuku pale. Mimi mwenzangu naona unajinoma tu. Sasa jana bwana, kuna vifaranga vilikuja dukani. Wakala alinaniambia baada ya wiki ya 5 tu nitauza, nipige hela nisepe zangu. Ikabidi nichukue kama vifaranga 500 hivi. Japo vilionekana kama vimechoka, lakini mtaalamu alinihakikisha kwamba vitakuwa sawa tu. Na alinipatia vitamin na antibiotic za kuchanganya kwenye maji. Na aliniambia baada ya siku 5 tu vitakuwa perfect kabisa. Na nilichopenda mimi jamani, yule mtaalamu na chakula alinichanganya yeye mwenyewe.
tena kwa nusu bei, sio kama ile ya kule kiwandani. Yule mtaalamu tena kadekisha kwamba kile chakula ni chakula cha mabingwa. Kwa hiyo ndugu zangu, mechi ijayo kuhusu kula kunywa, bili itakuwa juu. Yaani mimi nataka mnywe mle mjigaragaza. Sasa Anko Malo, kwanza ni wakala gani huyo? Maana siku hizi kuna vibaka wa vifaranga na vifaranga vingine vinaingizwa kimagendo au vya cherry fake. Mimi yule aliniambiaje vile ni vifaranga vya kiwango, umeelewa? Kwa hiyo Jolo, mimi nimeanza kufuga kitambo. Huu ni mwaka wa 30 sasa nafuga. Kwa hiyo mimi jamani, najua madili yakija. Ujue kule training center walitufundisha kuhusu ubora wa vifaranga. Swali, je, vilikuja kwenye box lenye nembo ya kampuni vinakotoka? Box ilikuwa la kawaida na wala halikuwa na logo yoyote. Sasa hapo ndipo ulipoingia kwenye shimo bila kupima kina. Hatchery zote sio sawa. Kama hivyo vifaranga ni vya magendo na hujui kabisa kuhusu afya yake, unaweza kuingiza ugonjwa hatari sana na kuifunga sekta nzima ya kuku Tanzania. Lakini pia sio haki kwa hatchery halali zilizowekeza na kuajiri wa Tanzania. Acha kelele wewe. Vile vifaranga ni vya Tanzania na vina chip kwa Kiswahili. Kwani Anko Malo, huyo wakala alikwambia kuhusiana na chanjo za hatchery au problem yoyote ya chanjo? Kwa kweli hilo hakuniambia. Yeye alinipa vitamins na antibiotic na akaniambia mimi nikizitumia vifaranga vyangu vitakuwa sawa. Kwa hiyo kuhusu mambo ya chanjo sijui ni mimi mwenyewe sikuuliza. Sasa hiyo ni hatari sana. Serikali inapambana kuhamasisha chanjo kuku wa kienyeji ili kila mmoja anufaike. Unavyoleta kuku wasiochanjwa, unaweza kurudisha nyuma juhudi zote za DVS. Yaani vijana mmekuwa waoga kama umeona mzimu. Sasa niwaambie kitu, hakuna kitakachotokea. Mimi nawaombeni tu mwende mkajipange kwa ajili ya mechi ijayo. Yaani mechi ijayo kuhusu gharama ya vinywaji, vyakula, sijui nini, hivyo vyote bili itakuwa juu yangu. Alafu tuache hizo story hizo jamani. Sisi tuangalie mpira. Tuangalie mnavyochapika. Mkamba, hii dili nimeona mimi siwezi nikaifanya peke yangu. Ndio maana nimeona bora tukutane tuidiscuss kwanza. Ile heshima watu tungelipia. Kivipi hapo? Hebu jaribu kunidadavulia kidogo. Kwa sababu ukizingatia kwenye zile niko mziki mwa. Bwana mkubwa, si tuko tayari kuagiza hapa. Wewe unaagiza nini? Mimi hapo labda maji. Vipi tena mzee wangu? Mbona hata kile kipindi cha ukame ukuwahi kuonekana hivi? Aise. Yaani vile vifaranga ambavyo nilinunua, yaani kama nilinunua balaa. Yaani siku 7 tu vimeshakufa vifaranga zaidi ya 50. Yaani kinakufa kifaranga kimoja baada ya kingine. Hilo ni janga hilo. Kwangu 10% ni nyingi sana. Huwa siendi hata 0.5%. Kwani ulijaribu kumcheki wakala aliyekuuzia? Nilimtafuta. Akanambia ni kosa langu eti. Mara ananiambie biosecurity sijui, mara ventilation sijui, mara temperature na malugha yao ya kizungu. Yaani mimi nimeshindwa kumwelewa. Lakini sasa ambacho mimi najiuliza, mbona zamani sisi tulikuwa tunafuga kuku naacha wanajitafutia wenyewe, wanakula wenyewe na wala hawafi. Anko Malo, kuku wa kisasa si sawa na wa kienyeji. Kuku wa kienyeji unaweza kumlea ndani ya wiki 20 ndo akafikia uzito wa kilo 1.5. Hawa broiler wanafika hapo kwa wiki 4 tu. Kama wale kuku chotala na wafuga mimi wanafika kilo 2.6 hivi kwa wiki 9 tu. We baada ya siku 7 walikuwa na uzito gani? Uzito tena. Wakala aliniambia niweke vitamin na antibiotic tena zaidi watapona. Lakini ilipofika siku ya 21 vifo vilifika
150. Nikamwendea Agrovet, maana niliambiwa yule mwenye duka ni daktari wa mifugo. Baada ya kufika tu akaniuliza eti, kwani umechanja? Sasa nikawa najiuliza, kwani chanjo ni nini? Nakumbuka nikwambia umuhimu wa chanjo, lakini na pia nikakwambia kwamba serikali inafanya blanket vaccination kwa kuku wa kienyeji dhidi ya kideri. Si unakumbuka vizuri? Justin, mimi ni mzee, kumbukumbu zangu ni kama betri ya zamani. Daktari aliniambia anaona ni kideri, kwa hiyo alinipa chanjo ya kideri. Mimi nikaweka mfukoni, nikapanda basi. Nilipofika nyumbani nikaweka kwenye dirisha ili kesho nisisahau kuchanja. Dirishani? Hilo dirisha lifikiwe na mwanga wa jua la mchana? Kwani mwanga una shida gani? Ina maana daktari akukwambia chanjo inahitaji ubaridi, yaani uhifadhi kwenye friji isifikiwe na jua la mchana? Alisema haija expire tu, ila alichonambia yeye ni kwamba ni wanyime kuku maji kwa muda, wakishapata kiu nichanganye chanjo kwenye maji lita 10 kisha nawamiminia. Malo, unahitaji mafunzo. Huwezi kuwachanja kuku wakiwa wagonjwa, unaongezea tu stress. Kwa sasa hali ikoje? Wana siku 35 na vifo vimeshafikia 350. Yaani pale nyumbani nimebakiwa na vifaranga 150 tu, na wana uzito wa gramu 900 tu. Yaani chakula nilichotumia ni kingi sana, na hakuna mtu wa kuwanunua wale, maana bado ni wadogo na ni wagonjwa. Yaani wale itabidi ni wale mwenyewe, maana hapo nimeshapoteza pesa zangu. Lakini Justin, ili ni kosa lako. Kosa langu kivipi tena? Nakumbuka nilikuonya kuhusiana na vifaranga vya vyanzo visivyojulikana. Justin, wewe ndo upo serikalini. Wewe ndo unawajibu kutulinda sisi wakulima wadogo dhidi ya vifaranga wabovu na ushauri wa ovyo ovyo. Ofisi ya DVS tunasajili hacha zote za kibiashara, na kila hacha halali ina namba za usajili kwenye boksi za vifaranga, na vinakaguliwa kila baada ya miezi 6 kuhakikisha kwamba ubora unazingatiwa. Tatizo ni kuwa kuna hacha chache ambazo hazijasajiliwa, na hizo ndizo zinauza vifaranga vya magendo. DVS na polisi tunapambana sana kuzuia, lakini mkulima akiendelea kununua kwa sababu tu bei ni rahisi, anafanya kazi yetu kuwa ngumu zaidi. Nakumbuka kuwa kuna msemo unaosema kitu chochote chenye bei nyepesi huja na gharama nzito baadaye. Ukitaka kujua hacha zilizosajiliwa, wasiliana na Alpha Watapa. Hiki ni chama cha sekta ya kuku. Mzee Malo, kuku wa kisasa si sawa na wale wa zamani wa kienyeji. Hawa na setting zao ni kama magari ya kisasa tu, huwezi ukaendesha kama Land Rover ya babu. Ndio maana training ni muhimu. Hebu jaribu kwenda pale Poultry Training Center Iringa, wako vizuri sana, wanafundisha biosecurity, management, chanjo, hata biashara. Ni kweli kabisa. Mimi nimesoma technical course kule, na ningekusaidia kama ungenipigia simu mapema. Unaponunua vifaranga lazima uhakikishe boksi lina logo na namba za usajili wa kampuni husika, na uulize kama wamepata chanjo, maana kila hacha wanatakiwa kuwa na mashine maalum na wanachanja kila kifaranga. Wakati shambani, hata ukiwa mpambanaji, unaweza kuchanja vifaranga 80 kati ya 100. Ni kweli kabisa. Na kama unahitaji vifaranga bora vilivyochanjwa, tafuta box na sticker ya Siva inside. Huko hatchery wanafuata program kali sana, na Siva wanakagua kila mwezi. Ni ghali kidogo, lakini inaokoa gharama ya chanjo shambani, na matokeo yake ni makubwa mno. Ni kama kununua Range Rover mpya. Ni best of the best. Weacha hii biashara ya kuku, naona imeshakuwa ngumu kwangu. Yaani hapo nimeshatumia pesa zangu za kutosha. Ni kweli kabisa ni ngumu, lakini ukifuata mafunzo na ukanunua vifaranga bora tulivyokuelekeza, na ukatumia chakula chenye ubora chenye stamp ya TBS kwa mifugo, unaweza kupiga pesa tamu sana. Mfano mimi hapa nimenunua pikipiki na vitu vingi sana, na saizi wateja wanapiga simu kubook kuku, wanaweka oda mapema, then wanalipia 50%. Baada ya siku 28 wanamalizia. Mambo ni mazuri kabisa.
na pia tutumieni maafisa wa DVS. Tunaweza kutoa ushauri wa kitaalamu, lakini pia kwa sasa tuna tool nzuri ya kuonyesha hali ya magonjwa kwenye eneo husika. Hii inatusaidia kupanga chanjo. Naweza nikakusaidia biosecurity, lakini kama uko serious sana, nenda training. Sasa nimeelewa. Training, chakula bora, vifaranga waliochanjwa na ushauri mzuri. Hayo ndo mambo ya msingi sana eh? Yaani kama vile nilivyofanya kwenye mahindi yangu. Sasa Joe, leo vinywaji utalipia wewe. Maji yakishamwagika hayazoleki mzee wangu. Haya, tuagizeni jamani, ila usisahau sisi tupo kwa ajili yako. Utakapokwama tu usisite kuja.